ukimhukumu kima kwa kuogelea utamdharau, lakini ukipeleka kwenye miti atapanda miti mingi sana. Na samaki hivyo hivyo, ukimleta kwenye miti utaona ni dhaifu, lakini ukipeleka kwenye maji ataogelea sana. Content creators wengi wamebase kwenye views. So kama ni watu wa comedy au ni watu wa nini, wanafanya content ili wapate numbers. Corporate brands nyingi zina personality ya mhusika, zina muonekano wa mhusika, zina branding as a whole package, not only numbers. Sawa, wanafanya due diligence, wanaangalia the background, wanaangalia exposure, wanaangalia uwezo wa mtu kujua vitu, wanaangalia uwasilishaji. Kwa ni vitu vingi sana. Na I've seen kuna training nyingi za content creators, na hisi huko pia watakuwa wanaambiwa vitu hivyo kwa sababu watu wengi sasa hivi are based kwenye numbers. Some people can just trend for one night wakapata numbers nyingi. Mfano kuna mtandao wa TikTok. TikTok unaweza kuwa na followers 10 lakini ukapata video yenye views 50,000. It's possible in TikTok. Instagram ni ngumu, lakini TikTok it's possible. So it's not all about the numbers. Mimi nauza bidhaa yangu fulani na wateja wangu, si ndio? Sitegemei mtu ambaye ana numbers tu ndio akidhi haja yangu ya wateja. So sidhani kama ile watu wengi wanalifahamu. Connection and personality. Yes, connection of the personality, what you unachokitoa na unachokiwasilisha, vyote viendane sawa. Sasa watu wengi wewe unaweza kujiuliza kwamba kuna makampuni labda makubwa tu ya magari ya kifahari. Why don't they do marketing kila saa? Because they have their audience. So you must know your audience, you must know where you belong, na don't go with trends. Watu wengi wakiona bana, mimi nilikuwa naimba lakini comedy naona ina numbers kubwa, unaenda kwenye comedy kule. Mimi naona kama showbiz, mambo ya mapenzi nikiingiza baba inaenda au sports, yani au kuchambua. Kwa hiyo kila mtu anasema yake, lakini if you do something ambacho you really think you belong there, vitu vingine watu wanaona. People see everything. People see everything. Kuna mtu alisema mmoja zamani kwenye philosophy kwamba hata kama una audience ya watu 3, kama ni mpiga gitaa, piga gitaa lako vizuri, maliza, ondoka. Kuna watu somewhere watasema bana, huyu mpiga gitaa bana ana uwezo. Lakini content creators wanaamini kwamba sometimes ni connection. Yani deal kama hizo zinatokea kwa watu kuchekiana kwenye simu, nini connection? Ina play part? Connection is just a word. Ni jina tu ama neno linatumika na watu. Connection ni pale ambapo maandalizi yanakutana na fursa. Kwa sababu kama leo brother Omi, leo hii tunataka kwenda labda Latvia, au tunataka kwenda Belarus.